testing vent vent testing vent shabasha wana maedheri pictures za wana kuletia kurutikando kabisa kishirikiana na DJ Star Original wana kuletia ikiwa hapa bishi kwenye ritizama introduction mwanzo wa picha letu dugu brother wapenzi watazamaji elinalo ni picha lake Mahesh Babu Pictures Mahesh Babu Pictures wana kuletia title ya sinema hili mara hiyo ndio title lia hili ya sinema. Pastor Mahesh Babu ni jamaa ambaye alistaring kwenye hili ya sinema introduction mwanzo taratibu tena zaidi utakuja kukapata kamanzi kwa jina la Shuruti Hassan kwenye hili ya sinema. Jayakapadhi Babu hawa wote ni kati ya binadamu utaweza kuja kuwapata kwenye hili ya sinema. Mukesh Rishi introduction mwanzo taratibu tena pose kabisa tuweze kuja kupata kudunda kwenye chanzo, yani kwenye mwanzo wa hili ya sinema. Hii nayo ni movie ambayo nakufahamisha baradhi utakuja kupenda mdogo taratibu design kama hiyo taratibu tena zaidi tunapata kuja kudunda kwenye kizanga chetu sehemu ya kwanza na ya pili action ambayo nakufahamisha baradhi utakuja kupenda. Rahul Ravidren wote ni kati binadamu ambao tuweza kuja kuwapata kwenye hili ya sinema. Sukanya mama ambaye tuweza kuja kumpata kwenye hili ya sinema bado introduction. Ali pia utaweza kuja kumpata kwenye hili ya sinema introduction. Edition director akawa ni Koroka Takrasiva kwenye mwanzo na mwisho wa introduction. Anyway, hapo bishi mtazamaji tukimalizana na introduction na kupeleka moja kwa moja kwa wote ambao hawajaweza kuja kubebwa na ndege na waingisha ndani ya ndege na zaidi na wapeleka ndani ya chopa shasha. Jisikie sasa mtazamaji ukiwa ndani ya ndege tuweze kuja kulipata jitu kwa jina lake original Jayakapadhi Babu, jina la sinema Ravi Kantrida, jina lake la sinema. Na mtazamaji kana kwamba kuna watu ambao wanakuwa na pesa. Wewe wakati ambapo unaita mashida kwa sababu ya kukosa pesa, jamaa kwa jina la Jayakapadhi Babu anakugani mtu ambaye anakuwa na pesa mingi tena ajabu shasha. Ni mtu ambaye kwake pesa yoweza kuja kuchukua zile pesa zikiwa zote aweze kuja kupata kufanya nini? Aweze kuja kupata ni kuwasha moto kutumia pesa zake. Okay ya. Lakini kidogo vimodhali aliweza kuja kufahamisha unajua ni asaje. Leo ni muda na wakati ambapo tunafaa kwenda kumuomba Mungu kwa jina la God Krishna. Lakini mudhi kwa pesa mingi ambazo alizonazo akawaambia ni ulimo. Huo ni upuzi. Na huo ni upuzi na tena upuzi mkubwa tena zaidi jambo ambalo linanifahamisha kwamba na tunafaa kwenda kumuomba God Krishna. Abana. Huo ni ujinga ambao sitaweza kuja kufanya na kwa hiyo sababu mimi nitaenda kufanya burungo zangu za kawaida na kufanya mambo tofauti. Okay. Licho kwamba na kuitibodhea na pesa design kama hiyo na modhea na kuga mkatiri design kama hiyo anakuga na kijana yake ambaye anakuga mzuri tena zaidi Okay waliweza kuja kupata kwa abudu design kama hiyo na hatimaye ili kama kawaida wangeishi kuabudu pale. Na kisha hatimaye tuweze kuja kuchomoka ardhi hizo tukuingilia moja kwa moja mtazamaji hadi nyumbani kwa kijana wetu Mahesh Babu. Kumbe sasa wakati ambapo yachomoka mahali ambapo alikuwa kuabudu aliweza kuja kumpata babake ndiye huyo Jayakapadhi Babu shasha. Na huyo babake ndiye Jayakapadhi Babu akaweza kuja kumuuliza Vavari itakuwaje? Itawezekanaje kuweza kuja kuchomoka hapa? Na mara moja kuweza kuja kuelekea mahali ambapo mimi kama babako sikuwa nataka uweze kuja kupata kuelekea. Lakini jamaa wetu Mahesh Babu akamwambia Vavari unajua ni asaje? Sababu kuweza kuja kupata kukuingilia ardhi hizo ni kwa sababu leo hili kuga ni siku yake ya birthday ya Mungu wetu kwa jina la God Krishna. Unaona? Leo mtazamaji kuna kuga na vitu tofauti. Mwanzo wao anajua siku ya birthday ya Mungu wao God Krishna lakini haisuru. Haya. Lakini kijana kaweza kuja kuonyesha unajua ni asaje. Unafaa kuwa ukifikiria kitu kimoja tu. Venye ambavyo utaweza kuja kupata kuchukua biashara za babako.
Manake kijana wetu Harsha, iliwa Harsha ni jina lake la sinema. Mahesh Babu. Mahesh Babu kaweza kuja kulizwa nini mbaya na wewe? Kila wakati waga na kuomba wewe kijanangu, at least uweze kuja kupata kujiunga na kuchukua kazi ambazo ni zangu. Lakini kila wakati nikikuomba kitu kama hicho, napatia kuomba na kutuwaga unakataa na kukataa abada nikatina. Lakini kijana aliweza kuja kumfahamisha babake na Johnny Yasaje. Daddy, wewe hata wewe unajua kwamba na kweti vitu ambazo ulizonazo haukuweza kuja kupata kuziridhi kutoka kwa babako. Hapana. Bali wewe ndio mtu ambaye ukaweza kuja kupata kujifanyia kazi. Na mara moja baada ya kuweza kuja kupata kujifanyia kazi, ukaweza kuja kuchomoka ukiwa na brungo hizi zote. Haya. Sasa ngole siku ambayo ukaweza kuja kufuatia. Kijana wetu Mahesh Babu na babake walichukua na design kama hii shisha. At least waweze kuja kupata kubonga na kufahamishwa kwamba na kuti anafaa kuchukua biashara zote za babake. Imagine, eti sasa huyu ni mtu kuchomoka upande wa dedero na kisha anaambiwa ati asichukue mali za babake. Hiyo sasa mtazamaji, hapo kuna mtu ambaye atakufa. Lakini kijana aliweza kuja kufahamishaje babake? Daddy staki. Na mudhika aliweza kuja kumwomba kijana yake akamfahamisha, tafadhali. Mimi ni mtu ambaye nagharimu multi billions of money. Pesa mingi tena ajabu. Na kwa hiyo sababu nataka uweze kuja kupata kuchukua mali zangu zote ziweze kuja kuchomoka zikiwa ni zako. Na at least uweze kuja kupata kujifunza kazi ambazo ni zangu. Lakini kijana anamfahamisha babake mimi sitaki kuweza kuja kupata kuchukua kazi ambazo ni zako. Kitu tu ambacho nakitaka babangu, nataka niweze kuja kupata kujifanyia kazi mimi mwenyewe. Niweze kuja kujifanyia kazi mimi mwenyewe na niweze kuja kuchomoka nikiwa mtu ambaye yuko na pesa mingi tena ajabu. Nikiwa mtu ambaye yuko na pesa mingi ajabu kama vijana ambavyo wewe babangu this time round ulivyo vile na pesa hapa. Olele yaye. Coming straight to the point. Haya, mwadhani weza kuja kufahamisha unajua ni Yasaji. Sitaki tuweze kuja kuargue tukiwa mimi na wewe. Nataka tuweze kuja kwenda direct to the point. Nataka kukupa kazi. Lakini kijana tuliweza kuja kukatana kadai never. Mimi babangu sitaweza kuja kuchukua kazi ambazo ni zako. Nataka mimi mwenyewe niweze kuja kupata kujifanyia kazi. Sikiza, na kadai ya kwamba na kwa eti kazi nambo kijana wetu Mahesh Babu yataka kuja kuifanya, anataka kuja kufanya kazi ya kilimo. Kairi na goma. Atiweza kuja kufanya kazi ya kilimo, akadai ndio nataka kufanya kazi ya kilimo ili at least niweze kuja kuchomoka nikiwa mtu ambaye yuko na pesa kama wewe. Haya, sasa akaulizwa kwa kazi ya kilimo ambayo unatakaje? Jamaa akasema ya kwamba na kwa eti nataka pia mimi nikiwa mtu mzima kama wewe daddy nikuwe mtu ambaye yuko na heshima za kwake. Na kwa hiyo sababu nataka niweze kuja kuletewa roli moja tu ya mchanga ambao kilipenda nifuata, ila mchanga ambao nikiweza kuja kufanya kilimo changu utaweza kuja kuchomoka ukiwa mchanga ambao ni wa hali ya juu shasha. Sasa Jagapadhi Babu ndiye ambaye haamini. Imagine kuna mapesa mingi tena ajabu. Akona pesa hadi anaweza changia Mungu, na sasa jamaa anakataza ile pesa. Okay ya. Hatimaye aliweza kuja kudunda kucheza golf design kama hiyo, lakini hatimaye aliweza kuja kulizwaje Jagapadhi Babu. Yaonekana kwamba na kutirio huko na mawazo, kuoneka kaweza kuja kupata kumana vipi. Akadai ni kijanangu. Akaabua si kijana yako anaonekana kwamba na kijana yako ni mjasiri, na zaidi kijana yako ni kijana ambaye ni mjanja. Akadai ndio. Ni kweli kijana wangu ni kijana wangu ambaye ni mjanja, lakini mweza kuja kukata abada nikatena, na amekata kuweza kuja kuchukua biashara ambazo ni zangu. Amekata abada nikatena. Akaambiwa manaki kijana wako mweza kuja kukata kuchukua biashara ambazo ni zako. Huenda kwa sasa hivi tukiweza kuja kumtafutia bibi. Sikiza mtazamaji, tukiweza kuja kumtafutia Jagapadhi Babu ama kilipenda tukimtafutia Mahesh Babu bibi, huenda sasa bibi ataweza kuja kumtuliza na ataweza kuja kukubali venye ambavyo wewe kama babake unataka. Lakini sasa mwenye akaweza kuja kufahamishaje anko Wavarai kana kwamba mimi ni babake kijana na bado sijamjua. Bibi ndiye ambaye ataweza kuja kumjua. Akaambiwa okay, tutaweza kuja kupata kumtafutia Mahesh Babu bibi, maana huenda kwa sasa hivi Mahesh Babu ataweza kuja kupata akiwa na mke ambaye huenda ataweza kuja kumtuliza pale. Okay ya. Haya, sasa kidogo vijamaa aliweza kuja kuulizwaje, uko na kile kitu ambacho ni kirembo, lakini sasa umekosa kitu kimoja tu. Hauna kampenzi na ambako nakapenda. Haya, kidogo vile mudhali kuingira kafahamishaje Mahesh Babu. We kijanangu, kuna kazi ndipo mweza kuja kutekelezea pale kwa kazi yangu, na kwa hiyo sababu nataka tuweze leo hii kupata kuweza kuja kudunda tukiwa mimi na wewe. Naelewa kitu ambacho mudhali ataka kuja kukifanya. Kuna kamanzi kwa jina la Kagore na ambaye mudhali mweza kuja kukatafuta shasha. Sikiza, kuna kamanzi kwa jina la Kagore na ambaye mudhali mweza kuja kumtafuta. Na sasa nataka Kagore na kijana wetu Mahesh Babu waweze kuja kupendana na kuwa mke na nini? Mke na bwana shasha. Haya.
Mara moja kijana aliweza kuja kuchukuliwa akapelekwa pale kazini shasha. Ndio huyu kijana wetu Mahesh Babu. Mahesh Babu ameweza kuja kupata kududa kwa ile kazi. At least ameweza kuja kuona ni kazi ipi na babake yotaka kuweza kuja kupata kumpa hapa. Kijana wetu Mahesh Babu wachiki mdogo mdogo taratibu tena zaidi ya waliweza kuja kupata kutumia escalators na wanunuana wakaweza kuja kupata kududa pale kazini. Na kumbe pale kazini ndiko mahali ambapo kuna jamaa kwa jina lake original Vinela Kishore Apino, jina lake la sinema. Na kumbe Vinela Kishore anakuwa rafiki wake kitu cha kwanza jamaa wetu Mahesh Babu. Akamwambia okay, Vavarai, siwe ni mtoto wa mtu ambaye akona pesa. Nataka uniguze hivyo nijitetee kwa haka kamanzi. We, mzee video unachekije na guzo hadi na mudozi. Jamaa wetu Vinela Kishore akabaki kujitetea design kama hiyo sha. Haya. Ndipo sasa naye jamaa wetu Mahesh Babu kiwa pale kwa ofisi kimongoja babake design kama hiyo, aliweza kuja kusikia hapa kuna mzee kwa jina lake Shashi. Na kumbe yule mwenye kwa jina la Shashi yako nako kabinti nambako kafa kuweza kuja kupata kuolewa mtazamaji. Na upande wa India elewa, wanaume sio namba huwa wanatoa mahari, mbali wanawake ndio namba huwa wanatoa mahari. Kilichokopa na kutibibia binti yake utakafaa kuweza kuja kuolewa. Amini usiamini, hana pesa za kuweza kuja kuchoma mahari. Na haya mambo yote maskini Mungu kijana wetu Mahesh Babu akaweza kuja kupata kuyasikia hapa. Okay ya. Haya. Sasa mara moja mtazamaji aliweza kuja kuchukuliwa, akapelekwa pale kwa ofisi waweza kuja kubonga nini? Maneno ya kiofisi pale mtazamaji. Lakini sasa mtazamaji, wakati ambapo nabonga mambo ya ofisi, cheki kijana wetu Mahesh Babu badala ya kuweza kuja kufikiria mambo kuhusiana na ofisi, alianza kucheza Candy Crush. We, Vavarai ni kuboeka na bako na boeka kama ni kitu gani? Chiki jamaa anacheza Candy Crush. Na chiki kwamba na kuti mkutano kaweza kuja kuanza hapa. Sasa mudheka dia kwamba na kutuenda Mahesh Babu akaweza kuja kuboeka. Na kwa hiyo sababu sasa Mahesh Babu wanafaa kuweza kuja kuchukuana na nani? Na kale kamaze kwa jina la Midhe. Na kisha mara moja waweza kuja kuchomoka pande nje, at least mahali ambapo huenda utabonga wajuane, na kisha hatimaye waambie wazazi wao wakaweza kuja kupata kupendana shasha. Haya, sasa kamaze mara moja alifahamishwa waweza kuja kumchukua Harsha, naomba tuweze kuja kupata kutamboroka shasha. Sasa mtazamaji, ulichomoka design kama hiyo, jamaa wetu Mahesh Babu na kale kamaze kukipenda kwa jina la Kagole. Ni aje? Lakini sasa manzi niweza kuja kumulizaje mwenzetu, una habari kwa nini wazazi wetu wakatuomba tukuingie kwa ule mkutano licha kwamba na kutisisi sisi watu ambao huwa tunafanya kazi kwa ile kampani? Business family se both of us are high educated. Yeah, kwa nini wakaweza kuja kutuomba tuweze kuja kupata kudunda? एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हैं. Nataka tu kuweza kuja kupata kujua kitu kama hicho. Nataka tu kuweza kuja kupata kujua. Mwanzo mimi ni kuaga na shughuli zangu za kufanya, lakini kaweza kuja kuomba niweze kuja kudunda hapa kazini. Lakini jamaa alimfahamisha, sikiza, wacha kujifanyia kwamba nikuti ujui. Tuambiane ukweli, tusidanganyane. You are not my perfect match. Gaye, maze mimi nini nabacha mimi sina? Akaambiwa, sikiza, Vavarai, tuseme tu ukweli. Mimi sikutaki, wewe unitaki. Wazazi wetu tu ndio ambao wanajaribu kuweza kuja kujipendekeza kwetu. Ndio maana yake tuweze kuja kupendana na kuoana. Lakini ukweli wa maneno, Vavarai, nimemaliza kukunywa kahawa na nimeenda. Gaye, maze unaweza fanyaje design kama hiyo na mimi kama zina bako ni karembo? Jamaa alichomoka na kaenda kabisa shasha. Na kisha mara moja akaweza kuja kudunda kwa yule mzee, atambulika naye kama vile kipenda Shasi. Na wasikia kwamba na kutindazmaji Shasi ako na kabinti hapa. Unaona? Yule mzee kwa jina la Sashi ako na kabinti, na kabinti na bako kataweza kuja kupata kufanya nini? Ni kuolewa hapa. Licha kwamba na kutika binti kataweza kuja kupata kuolewa, mzee hana pesa za kuweza kuja kulipa mahari. Licha kwamba na kuti wengine ambao wataka kuweza kuja kumuoa manzi, waliweza kuja kupata kuduna ni ardhi hizi. यही बात करना चाह रहा था. आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन yeah. Lakini punde si punde, wakati namba pole kwa bonga design kama hiyo, aliweza kuja kupata kuduna kijana wetu Mahesh Babu aliweza kuja kupata kudunda ardhi hizi. At least waweza kuja kupata kubonga hapa. Mzee kaweza kuja kumuliza itakuwaje? Itawezekanaje kuweza kuja kupata kudunda hapa Kongo manyumbani? Lakini Mahesh Babu alidunda akawafahamisha, sikizeni. Wakati nambapo nilikuwa pale kwa ofisi, nikaweza kuja kusikia story ya wakati nambapo ulikuwa unabonga kuhusu binti yako ambaye itaweza kuja kupata kuolewa. माधवराव जी कंपनी में सालों से काम कर रहे हैं. He is like family. उनके घर की शादी मतलब हमारे. Na baada kuweza kuja kupata ile ripoti, nikagundua kwamba na kutu wewe
umeweza kuja kufanya babangu kazi kwa muda zaidi wa miaka 20. Hauna pesa za kuweza kuja kumfanya binti yako aweze kuja kupata kuolewa. Na kwa sababu nimekuja kufariji ukipenda hii familia na kuweza kuja kupa pesa ambazo zitaweza kuja kumsababishia manzi at least aweze kuja kupata kuolewa. Monzo tenda wema nenda zako. Mudhende na baya hakuweza kuja kuamini. Alimfuata biombio kijana wetu Mahesh Babu. Akamwambia sikiza, manzi kuwa binti yangu kupata kuweza kuja kuolewa nahitaji kupata zaidi ya milioni 2 hapa. Lakini niliweza kuja kufahamisha mudhe unajua ni yasaje. Siku namba utaweza kuja kupata kufuatia milioni 2 ambazo wazitaka pale mudhe nitaweza kuja kupata kukupa. Nikishi kijana nako yofa kuweza kuja kuendelea pale ukipenda kazini mahali ambapo yofanya kazi na kisha hatimaye binti yao aweze kuja kupata kuolewa shasha. Oye. Sasa maskini wa Mungu Mahesh Babu alirudi kwao nyumbani. Asiwe na habari ya kwamba na koti stories zikafika. We, mazee baada ya kupatana na Kagole ulienda wapi? Mazee nikuaga na shughuli za kufanya. Akafahamishwa mazee unajua ni yasaje. Ulienda wapi? Baada ya ule mkutano na kuweza kuja kupatanisha na Kagole, uliweza kuja kupata kuchomoka na kuelekea wapi? Lakini kidogo hivi, Junge alisimama akawaambia mnajua ni yasaje. Msiulize mahali ambapo aliweza kuja kuelekea. Jina lake kamili ni Devi Prasada. Devi Prasada aliweza kuja kuamuka akawaambia mzee mnajua ni yasaje. Aliweza kuja kuelekea kwake yule mzee kwa jina la Shashi. Baada kuweza kuja kududa kwake Sashi akadai kwamba nakuti atampa milioni 2. Just imagine. Milioni 2 aweze kuja kupatiana hapa ataweza kuja kuchomoa wapi? Na jamaa hataki kazi. Lakini jamaa aliofahamisha sikizeni. Huyo mzee akaweza kuja kufanya babangu kazi kwa muda zaidi wa miaka 20 na kwa sababu ndio maana kini kaweza kuja kuonelea kwamba na kweti pia yule mzee yofaa kuweza kuja kuzidiwa na kusababisha kwamba na kutibi binti yake pale akaweza kuja kupata kuolewa. Huyo mzee ni kama familia yetu na nitaweza kuja kufanya kadri uwezo wangu na bila shaka nitaweza kuja kuhakikisha kwamba na kutibi bintie ataweza kuja kupata kuolewa ni this time round. Oye. Uchikia kwamba na kuti mtazamaji licha kwamba na kuti kijana wetu kijanake huyo mzee kwa jina la Jagapathy Babu ni kijana ambaye kuna utu mtazamaji na tena utu na mboni wa hali ya joshasha barabara. Sasa mzee aliwafahamisha msifikirie kuhusu milioni 2. Ni kweli milioni 2 inaweza patiana, lakini sasa kijana wangu ndiye ambaye inafaa kuweza kuja kumsoma na nijue vitu ambazo napenda, vitu ambazo zipendi na mambo tofauti. Okay ya. Haya, sasa kidogo vimali aliweza kuja kududa mahali ambapo kijana aliyopo. Akamwambia unajua ni yasaje. Ni kweli wewe ni mtu ambaye unapenda kusaidia watu, lakini sasa nataka unifahamishe kitu kimoja tu. Uko na mtu. Na kisha kufahamisha itabidi uweze kwenda kudoza. Maana yake utaamka asubuhi na mapema hapa. Lakini mama nataka kujua je, kijana yake ako na mtu ama hanaga mtu? Haya, ngware siku ambayo iliweza kuja kufuatia. Waliweza kuja kuchukua na design kama hiyo mtazamaji, at least waweze kuja kupata kudunda nini? Ni pale kote mpoa. Barabara. Asubuhi na mapema shisha. Kumbi jamaa wetu Mahesh Babu kwenda kuchomoka. Aliweza kuja kuona kamanzi nambako ni karembo. Mbele ya warembo. Kando ya warembo shisha. Cheki jamaa alikuwa galekea pale kwa tempo akapiga about 5. Goja. Tarekia nyone wega. Cheki jamaa alirejea tena hajawahi ona urembo kama huo. Kamanzi kwa jina lake original Shurti Hasana. Kamanzi kwa jina lake original Shurti Hasana. Jina la sinema Charushisha. Jamaa kapiga about 5 tena. Goja dinaona wega. Sasa kidogo viliulizwa baba nikio radhi uko kaa. Mazee kwa nini unazunguka hapa wewe mahali popo? Goja guy. Cheki. Jamaa kwanza na cheki venye performance. Tumezunguka hapa raundi 3 jamaa akasema nilikuwa nimepoteza njia lakini mara moja nimekumbuka. Lakini mtazamaji kana kwamba kuna kitu ambacho mwenzetu alikiona. Aliona kamanzi nambako ni karembo hapa. Lakini mtazamaji tuweze kuja kuchomoka ardhi hizo. Tukuingire kwa kijiji kitambulika nacho kama vile Dhurumadu. Na kumbe bado Dhurumadu mtazamaji ni mahali ambapo tunakuja kulipata jitu kwa jina la Sampathy Raja. Sampathy Raja na kumbe Sampathy Raja ni gaidi nambani hatari kubwa tena zaidi ya. Ukisikia kwa maana kuti ni gaidi nambani hatari kubwa tena zaidi ya. Amekuwa akiangamiza watu mtazamaji, sio watoto, sio akina baba, sio akina mama ambao ni innocent, bali watu wote ambao wanaishi ardhi hizi, zaidi watu ni wanyonge. Kisha na maana yuataka kuweza kuja kupata kununua yale mashamba na kufanya yale mashamba yote kuchomoka ardhi hizi yaweze kuja kuchomoka kiwa yake yule mjinga kwa jina la Sampathy Raja. Haya, sasa wale wanakijiji mara moja waliweza kuja kuchukua wale watoto na kisha wakapeleka pale hospitalini sasa. Lakini punde si punde
si punde mtazamaji, Sampath Raja aliweza kuja kupata kudunda shisha. Akaambia wale wanakijiji, mnajua ni asaje, watoto wakaweza kuja kulipuliwa ndani ya mashule yao, na watoto wakaweza kuja kuyaga dunia. Na kwa kila mtoto ambaye ameweza kuja kuyaga dunia, nitaweza kuja kumpa dhao 5. Sikiza mtazamaji, kwa kila mtoto ambaye ameweza kuja kuyaga dunia, ataweza kuja kuwapa dhao 5 peke yake. Na kisha kwa kila mtoto ambaye ameweza kuja kupata kuumia, atawapa dhao 3 pesa taslimu, ikiwa ni compensation money. Manake mlipuko ambao kaweza kuja kufanyika, umeweza kuja kuchomoka kwa kampani zake huyo mjinga kwa jina la Sampath Raja. Lakini kuna jamaa kama huyo nabali weza kukuingilia mbio kamfahamisha, sikiza, ni kweli unatupa dhao 5, ni kweli utaweza kuja kutupa dhao 3, lakini watoto ambao ni wanyonge wakapata kuweza kuja kuyaga dunia. Lakini punde sipunde alikuingilia na Rayana. Na Rayana akamfahamishaje Sampath Raja, Wavarai, hatuna ubaya na wewe, na hata si kukukorofisha na ambacho tutakorofisha, tafadhali nenda. Ni vizuri venye ambavyo umeua watoto wetu, thietu nitoko madhika, tutazika watoto wetu, wewe nenda. Oye, leo mtazamaji, huyu ni gaidi namba inaogopa vibaya tena zaidi ya, ni gaidi namba inaogopa vibaya tena zaidi ya, ni ara zenye hizia kama takofi. Sikiza, Varai, hatuna ubaya na wewe. Ni imagine video venye ambavyo huwaga anafanya, kampani zake huwaga zinasababisha mlipuko, na kisha na maana anakosa kusababishiwa jambo lolote. Lakini kinyinyi ni mfamisho na Johnny Yasaji, ni kweli huenda leo hii tutaweza kuja kufanya jambo lolote, lakini one day one time in one or the other one, kuna mtu ambaye ataweza kuja kupata kududa ardhi hizi, na ataweza kuja kupata kutokolea sisi wenyewe. मालिक, जिन दोनों रिपोर्टर्स को पकड़ा है, वे हस्तक से भागने की कोशिश कर रहे थे. Asante sana. Na gaidi kaweza kuja kufahamisha Johnny Yasaji, yeyote ambaye ataweza kuja kubonga dhidi yangu hapa, ataweza kuja kusababishiwa na kufanywa kama vijana ambavyo kanyenye akaweza kuja kufanywa hapa. Na zaidi na hayo, gaidi akaweza kuja kugundua kwamba na kutika nyenye alikuwa kama na reporter hapa. Kimaneno, jamaa aliweza kuja kukerona na kisha kafahamisha Johnny Yasaji, Vavarai, ukiweza kuja kudunda kwa hichi kijiji upande wa dedero ya huku, ukiduda dedero ya huku, unafaa kujua kwamba nakuti mimi ndiye gaidi ambaye naogopa vibaya tena zaidi. Na yeyote ambaye anajaribu kuweza kuja kubonga dhidi yangu, yeyote ambaye anajaribu kubonga dhidi yangu, mara moja huaga na muangamiza na kumtupa mahali na ambapo madogi waliopo. Na kisha kafahamisha, sikiza, yeyote ambaye ataweza kuja kujaribu kubonga kinyume changu, sio kumuangamiza tu, ambako nitamuangamiza. Lakini gaidi nafahamisha, sikiza, ni kweli kunitisha na nitisha, ni kweli nasema mambo mengi ambayo ataweza kuja kunifanya niogope, lakini nakuahidi kwamba na kweti one day one time in one or the other one, kuna mtu ambaye ataweza kuja kupata kudunda hapa, na bila shaka utaweza kuja kusikia uzito wakati ambapo huenda mtu ambaye atakuwa ni mwokozi ataweza kuja kupata kudunda na kukuingilia ara zenye hizi, na kwa sababu wote kati wale wanaripota wakapata kuja kuangamizwa kwa chile kijijia. Kisa na maana wakabonga dhidi kinyume cha yule gaidi kwa jina la Sampath Raja. Oye, ilikuwa ni kilio na tena kilio kikubwa mtazamaji, hadi wana kijiji kadha wakadha kuchomoka kwa chile kijiji, wakadai habana, hatuwezi tukatulia kwa kijiji tena, itabidi tuweze kuja kupata kuhepa na kuchomoka ardhi hizi. Hadi muda na wakati ambapo hali mzuri itaweza kuja kukuingia na kutulia ardhi hizi, hatutaweza kuja kutulia kwa kijiji. Ndiye huyu wa Mokambi. Wa Mokambi akasema, mnajua ni Yasaji, ni ena waginya igedhie, mimi na familia yangu yote tutaweza kuja kuchomoka ardhi hizi, tuende tutafute mahali ambapo ni salama. Maana kila siku wakati ambapo inapita, watoto wetu wanadedeshwa, na si watoto wetu tu kuweza kuja kupata kudedeshwa, bali pia watu ambao tunawapenda wanapata kuja kudedeshwa kwa hichi kijiji. Sasa mtazamaji, kumbe kwa ile kijiji ambao nakwambia sasa, hii ni dedero ya huko, watu mtazamaji huwaga wanaenda na hakuna mtu ambaye huwaga anarejea hapa, unaona? Na kisha kuna kanyenye ambaye anakuwa na duka pale kwa boda, kuna ile pale 521 kulikuwa na familia 520 hapa 21 wenye nabo wakabakia ni watu 520. Hey, mwarani. Na bado watu wanapungua, na bado niko na duka, hii duka yangu nani ambaye itakuwa kinunua. Oye. Haya, tuweze kuja kupata kuchomoka ardhi hizo mtazamaji. Tudunde kwake nani? Vinela Kishore. Na kumbe sasa mtazamaji, Vinela Kishore leo hii atakuwa na birthday. Kidogo hivi watu walianza kuleta birthday present. Mazee nimekuletea hiyo ni present. Na huyu Kishore mtazamaji ako na miaka 35 na hanaga kamanzi, na hata dalili za kukatia mtu hajawahi katia tamanzi. Maskini. Na jamaa wetu naye ako 28 na hanaga mtu. Kumbe punde si punde kaliweza kuja kupata kudunda kale kamanzi kwa jina la Shuruti Hassan Shasha. Na kumbe jamaa
Jamaa tu mali ambapo alikuaga Mahesh Babu alikaona kale kamanzi kwa jina la Shuruti Hasana. Kidogo hivi keki ililetwa. Shuruti Hasana akapatiwa aweze kuja kupelekea nani? Vinela Kishore. Sasa kupatiwa ile keki aweze kuja kupelekea Vinela Kishore. Manzi akaonja. Hiyo keki sio tamu na kwa hiyo sababu akapea watoto. Naelewa sasa mtazamaji, hii keki ndio napo inaogoja upande wa ndani, maana leo ni siku ya birthday. Ni huko kama tu. Na ile jamaa wetu alimuona. Sasa Manzi akapea mabeshte wake wote wasiambiane kwamba nakote kaiba keki. Kidogo hivi Manzi alidunda. Haya Kishore akafahamishaje jamaa wetu, okay, huyo anaitagwa Charu ni beshte yangu na huyo anaitagwa Mahesh Babu. Kidogo hivi jamaa aliuliza iko wapi keki? Si akabu niliweza kupatiana keki. Ati wane ana keki. Kawina ngoma. Sasa jamaa aliyekwenda kutafuta keki. Kidogo vile jamaa wetu Mahesh Babu akafahamishaje Manzi wetu. Shuruti Hasana, Manzi nilikuona. Kai, Manzi ukaniona akiamuko kimwambia nikatupa keki lake. Manzi tutapigwa vita na sio mimi tu ambaye nitapigwa, hata wewe utapigwa kwa sababu hukumwambia. Okay, tusisemane, si ndio? Haya. Sasa mtazamaji wakamwambia kwamba nakuta hawatasemana na kwa hiyo sababu watakuwa at least mabeshte. Na kisha Manzi akafahamisha Joni asaje. Mimi nafanyaga kosi tambulikana kama vile MBA, ati MBA nayo ni gani? Akamwambia hiyo ni kosi ambayo ina deal na modern technology ambazo huaga zinakuingilia pale kijijini. He. Manzi anaonekana kwamba ni kosi ambayo ni mzuri. Unasomea wapi? मैंने अपनी सारी पढ़ाई गांव में ही की है. Manzi kafahamisha nasomea mahali wa fulani. Na sababu hata kuweza kuja kusomea ile kosi ni ili mradi niweze kuja kupata kurejea kwa kijiji ambacho ni chetu. Nikipata kuweza kuja kurejea kwa hicho kijiji niweze kusaidia wana kijiji ambao wanaishi kwa kijiji ambacho ni chetu. Kidogo hivyo akaambiwa kwamba nakutekea kikadunda. We Manzi nikuulize aje, umefika tu saizi na ushaanza kupata mabeshte. Niguwa koragu. Kisha akamwambia unajua ni asaje, Manzi unaka kamanzi na venye ambavyo nimeonako kamanzi. Venye ambavyo nimeonako kamanzi. Manzi kamanzi kako fiti. Sasa cheki naye jamaa anajipiga kiselfie aweze kuja kupost pale kwa Instagram. Eti alikuwa anafanya birthday. Jamaa kabwa ni olimo. Manzi unawezaje kuja kupost pale kwa Instagram na hata unaga nini? Haunaga mpenzi. Haya. Kidogo baada ya kuweza kuja kuchomoka kwa ile party, jamaa wetu alimkumfuata Manzi wetu Shuruti Hasana. Akashuhudia kwamba na Shuruti Hasana wana kuingilia hapa na ogoja tiraga kuchomoka pale wale muru aweze kuja kuchomoka na zile tiraga. Gaya. Niongee na Manzi ama niwache. Elewa mtazamaji, kuna kitu ambacho kinakuwa ni kigumu kama mwanaume kubonga na Manzi. Haya. Kama aliamua haya akasimama. Aniaje? Manzi poa. Ni wewe ambaye tulikuwa na wewe kwa pati jana. Manzi akafahamishwa ndio. Kisha jamaa akamdanganya na Joni asaje, nilikuwa nimeleta gari langu. Nikaliwacha pale kwa mechanic. Akaambua hapa hakunaga mechanic. Unawezaje sema mwachia mechanic? Okay, acha tu nikwambie ukweli. Si unaenda pale kwa hostel. Manzi akamfahamisha ndio. Naweza kupatia lift. Okay, Manzi akamfahamisha haina shida. Kana kwamba nataka kuja kunipatia lift. Haina wao. Okay, tuende nipatie lift. Sasa jamaa alikuwa amesema amewacha gari pale kwa ukipenda. Mechanic mara moja alimpeleka Manzi akamweka ndani ya ndai. We, na sivavare ukaniambia kwamba nakutikwa kumwacha gari lako pale kwa mechanic. Mauma maheni. समझ गए. कल हम पार्टी में मिले थे. तुम बहुत खूबसूरत हो. तुमसे बात करने. Haya, sasa Manzi kafahamisha najua kitu ambacho nataka kuniambia. Unataka kuniambia ati uliniona pale kwa party mara yako ya kwanza na licha kwamba nakuti ni mara yako ya kwanza, mimi ni Manzi ambaye ni mrembo na waacha hivyo ukaweza kuja kunipenda. Jamaa alifahamisha bana. Mimi sije kuingia kukuambia hivyo, nimekuingia kukufahamisha kwamba nakuti kosi ambao unaifanya ni kosi ambao ni tamu na pia mimi nataka hiyo kosa. Wila wa ngoma. Manzi ndiye namba iliweza kuja kushangaa itakuwaje eti mara ya kwanza amepata mwanaume na ambaye hakuweza kuja kumfahamisha nampenda. Okay? Mwejoji hapa ndiko mahali ambapo huaga naishi. Akamwambia sikiza. Siku mbili ambazo zikapita. Tukirika pale kwa tempo tulipita hapa nyakati asubuhi. Tukakupata wakati ambapo ulikuwa unapanga maua na ndio wakati ambapo nikajua mahali ambapo huaga naishi. Okay? Bye. Lakini jamaa tulifahamisha Manzi na Joni asaje. Oya, you are beautiful. Lakini wewe sio mrembo. Wewe ni mrembo ndani. Wow. Charu? You're beautiful. You are beautiful. Such cat. Inside. Wewe ni mrembo, lakini wewe sio mrembo wa sura. Wewe ni mrembo ndani. Nyang'ao. Manzi wetu Shuruti Hasana ndiye ambaye alishtuka, aliduda kwenye mabeshte wake waliopo. Akawaambia Vavara mnajua asaje? Imagine kwa mara ya kwanza nimepata mwanaume. Wanaume wote wananionaga hivi. Kwanza wanaume kuchomoka upande wa dedero. Wote wananinoki, wote wanaanza kunikatia. Nilicha kwamba nakutiwaga wananikatia. Imagine kwa mara ya kwanza nimepata mwanaume ambaye ananifahamisha kwamba nakuti eti mimi sio mrembo venye ambavyo wanataka. Ate?
Manzi akabu wafahamisha ndio. Hakuna amedai kwamba nakuti nitaki eti nataka mambo kuhusiana na shule yetu. Lakini Manzi akafahamisha sikizeni. Unajua hivyo ndio venye wanaume huaga wanaanza. Kitu ya kwanza wanajifanya hakuna mapenzi. Alafu siku ya pili wanaanza kukufuata kama dogina ambayo iko na moruki. Goja. Aya, sasa Manzi kufahamisha ngoja. Siku napata weza kuja kufuatia. Najua jamaa atakuwa kisinzia kwa sababu ya mapenzi. Manzi akaulizwa wewe nama. Huyo mwanaume anakaa kuwa klasi sana. Akadai never. Najua kwamba na eti ananitaka. Sasa mtazamaji siku nambayo kavuatia. Jamaa wetu Mahesh Babu alikuingia pale shuleni. Manzi akajua basi. Si umeona amekuja hadi shule yetu kusomea huku basi. Lekeone. Ngoja uone. Sasa Manzi anangoja Mahesh Babu amsalimie. Jamaa alipita, akaenda kaka huko nyuma, hakubongesha Manzi wetu Shurti Hassan. Wadhani. Na kisha kapata hapa kuna jamaa kwa jina la Subash. Wakakuwa mabesti na jamaa wetu Harsha. Na kisha kidogo hivi mwalimu akadunda. Ile ni mwalimu wa lectures. Akawaambia sasa tutaweza kuja kusoma somo la kupanda miti. Kupanda miti. Haya. Akawaambia sasa ni somo la kupanda kuni ama kipenda miti na kuendea kuni. Haya. Wakaanza kupigiwa lecture. Sasa ndio nafikiria kwamba nakuti Mahesh Babu atamtazama inenogo. Nani atakuniangalia tu haniangalia. Sasa Manzi ndio ambako na mapenzi. Jamaa wetu hana mapenzi. Haya. Manzi alianza kuwaza. Alright. Huyu mtu ataniangalia vipi? Atawezaje kuja kuniangalia siku ya kwanza? Kidato kikapita mtazamaji. Cheki jamaa hata akumbuke kwamba nakuti Shurti Hassan anakuwa kwa ile shule. Cheki. Kumbe naye Manzi alizoea. Anaona kwamba nakuti mwanzo jamaa wetu anakuwa na gari. Cheki. Jamaa wetu sina kuwa na gari. Manzi anakuingilia haya. Si unateremka hivyo hii. Haya nipatie lift. Nipatie lift. Haya. Mara moja jamaa wetu akaweza kuja kumpatia Shurti Hassan lift na kumpeleka design kama hiyo shasha. Manzi kifikiria jamaa wetu tambongesha kuhusu mapenzi. Manzi kifikiria jamaa tambongesha kuhusu mapenzi. Alianza kumfahamisha hii. Wavarai. Ushawahi endea kuni. Manzi akamfahamisha kuendea kuni ni tabia mbaya. Hayo ni maneno mabaya sana. Usiyoiambia mtu anaendeaga kuni. Ti maneno mabaya. Unaona? Sasa jamaa badala ya bongesha Manzi kuhusu mapenzi, akamleta moja kwa moja hadi akafikisha Manzi nyumbani. Manzi ndiye ambaye anakasirika nyangao. Na jamaa kaenda haya. Serious city zero. Jamaa yuko serious minus jokes. Manzi ndiye ambaye haamini. Yaani jamaa nafikiria ataweza kuja kunipenda. Sasa Manzi anaweza kuja kuulizwa je. Jamaa akaweza kuja kufanya nini? Lakini sasa Manzi ndiye hata aweza kuja kumwaga unga. We, hebu sema pale kwa darasa. Manzi jamaa alikuwa ananiangalia tu. Badala ataweza kuja kusoma jo. Manzi alikuwa ananiangalia urembo ambao nilionao. Manzi nafikiria kunifahamisha ananipenda. Najua tu anaogopa venye ambavyo ataweza kuja kunifahamisha nini ananipenda. Traditional and modern concept of siku ya pili pale shuleni. Mwalimu akaweza kuja kupiga lecture tena. Tena maskini Mungu Manzi wetu Shurti Hassan kutazama jamaa wetu Mahesh Babu. Jamaa yuko serious ni kuandika tu. We Kaye, Manzi niangalie tu. Jamaa ataangalia. Kidato kikapita siku ya pili shasha. Ile Manzi hajaweza kuja kubongeshwa na jamaa wetu Mahesh Babu. Na cheki jamaa aliweza kuja kuchomoka na akaenda kabisa. Kwenda Manzi anaweza kuja kuchomoka hivyo. Sasa Manzi ni mbio. Elewa kama kawaida apewe lift apelekwe pale manyumbani. Lakini leo hii Manzi kufika apata ya kwamba nakuti jamaa kaenda. Cheki jamaa kifika pale shuleni hana shughuli na Manzi wetu Shurti Hassan. Muadhani. Sasa hadi hatimaye Manzi aliweza kuja kuona ni olimu. Sasa mwanzo jamaa habongi na yeye. Alimuita jamaa wetu Mahesh Babu. Nikuulize aje? Ni madhara ama ni kitu gani? Unajua kwamba nakuti niko kwa hii shule? Nilicha kwamba nakuti niko hapa. Hakuna wakati na mpopo huko unanibongesha. Huko unanipita kana kwamba mimi ni mti. Pole. Unajua mwalimu ametufunza sana mambo ya kupanda mti na kuendea kuni. Unaona? Hizo ndio vitu ambazo mwalimu anatufunza sana. Haya, kwa ufupi akamwambia tutakuwa tukibonga tena kufika pale darasani. Jamaa yuko busy habongishi Manzi wetu Shurti Hassan. Sasa Manzi aliona. Manzi ni smailisha cheki jamaa ku smile. Wewe. Sasa unataka cheki sasa Manzi. Manzi niangalie jo. We. Yaje. Manzi niko poa. Ndio gua. Hivyo ndio venye nataka. Sasa Manzi ukipenda anapata sasa story za kwenda kubongesha wale mabishte wake sasa. Unaona? Za kwenda kubongesha wale mabishte wake sasa. Na kisha wakilekea pale manyumbani akaambia jamaa unajua ni yasaje nicheze kale kangoma kawili pore eti kama utaenda angalia pa kutua kwenye jani au bustani la maua. Cheki jamaa kupatiwa simu na Manzi akatupa. Kaina goma. Ngoja. Sasa leo Manzi anajaribu tu venye ambavyo
Mahesh Babu atampenda. Lakini jamaa wetu amebaki kuwa kichwa ngumu hapa. Unaona? Manzi anachukua jamaa anampeleka mahali kama hapa. Akifikiria jamaa ataweza kuja kumkatia. Jamaa anafikiria tu kuhusu vitabu. Manzi kipigia jamaa wetu Mahesh Babu. Cheki, jamaa akipigia design kama hiyo, badala akatie Manzi anaanza kubongesha Manzi nini? Maneno kuhusu nini? Kuhusu vitabu. Cheki Manzi anasinzia hadi pale darasani kwa sababu jana hawakulala. Ngoja. Wakienda pale kwa ndaye, mazao na dozi design kama hiyo. Mwanzo hawakupata nafasi ya kudozi. Sasa Manzi kuamuka, Manzi alikuwa anataka kunipiga busu leo jamaa alikuwa anafungua mshipi. Afungulie Manzi aweze kuja kupata kutambua. Jambo sasa mambo yataweza kuja kupata kutulia mtazamaji. Mwanzo tena tuweze kuja kuchomoka ardhi hizo. Tukuingire kwake Jagapathy Babu. Zaidi babake kijana wetu Mahesh Babu. Sasa mtazamaji, Mahesh Babu kuweza kuja kudunda kwa nyumbani. Aliweza kuja kupata kila mmoja ameweza kuja kutulia na hali ya taharuku shosha. Kidogo vijana aliweza kuja kuuliza kwa ni shida iko wapi? Akaambiwa kuna shida. Lakini akaweza kuja kuuliza shida iko hapa, ionekana kwamba na kwetu kuna shida. Maana kila mmoja akaweza kuja kutulia kwa hali ya taharuki. Akafahamishwa, sikiza. Kijanake Vankata, kuna jamaa kwa jina la Vankata na ambaye aliweza kuja kupata kutuma kijana kia Arznizi kumnyaganya babake Mahesh Babu tenda na ambao kaweza kuja kuipata. Na venye ambavyo sasa kijana anafahamishwa ndio venye ambavyo sasa mtazamaji na kuonyesha ya kwamba na kuti kijana kia yule Vankata jamaa kwa jina Radha aliweza kuja kupata kudunda Arznizi kumpata babake kijana wetu Mahesh Babu. Baada ya kuweza kuja kumpata huyo mzee kwa jina la Jagapathy Babu, akaweza kuja kufahamisha mzee unajua ni asaje. Kuna tenda ya serikali na ambao kaweza kuja kuipata. Na kwa ile tenda ya serikali na ambao kaweza kuja kuipata ni tenda na ambao mimi na babangu tukaweza kuja kupata kuitafuta pale kwa muda mrefu tena zaidi ya. Na kwa hiyo sababu kitu kimoja tu ambacho nakitakaweza kuja kukifanya, natakaweza kuja kuachilia ile tenda na ambao kaweza kuja kuipata. Lakini Jagapathy Babu akafahamisha hiyo ni ulimu. Akaambiwa, sikiza. Kana kwamba hautaweza kuja kupata kuachilia ile tenda. Kana kwamba hautaweza kuja kupata kuachilia ile tenda, utaweza kuja kufanya kosa kubwa la maisha yako yote. Maana kinajua story kuhusiana na watoto wako wote. Najua story kuhusiana na familia yako yote, Jagapathy Babu. Na kwa hiyo sababu na kuonya tu. Na kuonya na nionyo tu moja na ya mwisho. Kana kwamba hautaki familia yako yote iweze kuja kupata kuyaga dunia. Nataka uweze kuja kuachilia hiyo tenda, la sivyo kutakuwa ni kudhauku na kutakuwa ni kubaya zaidi ya mbele. Mimi ni mwanabiashara. Mwanabiashara ambaye nataka sasa kuweza kuja kupata kufanya biashara ambazo ni zangu. ऐसी धमकियां देने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन मैं उनसे अलग हूं. Exactly. Na unajua kwa nini umekipenda? Unajua kwa nini huaga nafanya uhalifu? Kwa sababu na kuaga na babangu na ambaye ni Munonzoro. Iliwa babake ni jitu kwa jina Lavin Karashasha. Jamaa tukafahamisha unajua ni yasaji. Hiyo ndio jambo ambalo imefanya tuweze kuja kutulia tukiwa kwa hali ya taharuku. Mara moja kijana wetu Mahesh Babu aliweza kuja kukuingia pale kwa nini? Kwa mtambo wa tarakilishi. Kuweza kuchunguza story kuhusiana na Vankata, akapata kwamba na kweti Vankata ni jitu kwa jina lake original Mukesh Rishi. Na kumbe Mukesh Rishi huaga anaishi upande wa New Delhi. Na mtazamaji nataka tuweze kuja kupelekana vizuri. Mwanzo mara moja kijana wetu Mahesh Babu aliweza kuja kuchomoka Arznizo upande wa Mumbai India, akakuingilia upande wa Delhi India shasha. Zaidi mahali na ambapo Mukesh Rishi aliyopo. Na sababu kuweza kuja kududa Arznizi ni kwa sababu yotaka kuweza kuja kupata kubonga na jitu kwa jina la Mukesh Rishi. Asante sana. Na kumbe kwenda kuchomoka mtazamaji, kijana wetu Mahesh Babu alipatana na nani? Na bibiye Mukesh Rishi. Kuweza kuja kupata na bibiye Mukesh Rishi, akaweza kuja kufahamisha unajua ni yasaji. Na unaya kwamba na kutuko stranded, na kwa sababu huenda nitaweza kuja kupata kukusaidia hapa. Asante sana. Na kisha punde sipunde akakuingia mahali na ambapo binti yake Mukesh Rishi aliyopo. Oya, mazeni aje? Poa sana. Maze wewe ndani. Umakariyo. Akamfahamisha, sikiza. Unafanya homework? Manze akafahamisha nafanya vitu tofauti. Na kwa ufupi sasa Mahesh Babu akatengeneza ubeshti na bibi yake Mukesh Rishi na mtoto wake huyu Mukesh Rishi shasha. Kumbe kidogo vile Mukesh Rishi aliweza kuja kupiga mashiriano. Zidi akibonga na ukipenda brother yake ambaye huaga anaishi kwa kijiji kitambulika nacho kama vile Dederu. Rata. Lakini kidogo hivi akaweza kuja kunyeshwa kwamba na kuna jamaa ambaye anataka kuweza kuja kubonga na jitu kwa jina la Mukesh Rishi. Elewa jitu lenyewe sio mtu mwingineo, mbali ni kijana wetu hapa ukipenda Mahesh Babu. Dogo,
Akaambia Mukesh Rishi, unajua ni asaje? Mimi haunijui. Sijawahi kuona na hata hujaweza kuja kuniona mimi. Akamuuliza sasa unatakaje? Kijinoto kaweza kuja kufahamisha unajua ni asaje? Nimekuja hapa kwa sababu ya contractor. Zaidi contract ambayo ilikuwa gameza kuja kupitu baba yangu na kisha kijana kwa jina ya Radha akaweza kuja kupata kuchukua ile contractor. Sikiza. Biashara inakuwa ni compare safi. Sikati ya kwamba nakuti ni guide ambaye ni hatari kubwa tena zaidi ya. Na wewe ni mtu ambaye unaogopa vibaya tena zaidi. Kidogo hivi bintie Mukesh Rishi alidunda. Gaye, mazee kwa nini kunifahamisha kwamba nakuti kwa anakuja kwetu? Oh. Babako ni rafiki ndio maana yake nikadunda hapa. Akaambia mazee wewe kijana ni mzuri. Chochote ambacho atataka usikatae kumsaidia. Mukesh Rishi. Haya. Kayo mwega hata ginyo kamenyeka. Haya, jamaa tukafahamisha Mukesh Rishi, sikiza. Nimekuja hapa kwa sababu ya babangu na mimi sitaki ugomvi na mtu yoyote. Kidogo hivi pia bibi yake Mukesh Rishi alidunda. Kaye mazee kijana ni mzuri, nisaidia kule barabarani na kwa hiyo sababu bonangu chochote atataka umsaidie na umupe. Ya usikose kumpatia kitu ambacho anakitaka. Right. Jamaa tulizidi kubonga pale na Mukesh Rishi. Akamuuliza nilikuwa nimefika wapi? Akamwambia vivyo, sikiza. Sitaki kuingilia mambo kuhusiana na familia yako. Na kwa sababu nakupa advice moja tu. Nataka uende ufahamishe kijinako awachane na familia yetu. Kama venye ambavyo pia mimi nitaweza kuja kupata kuachana na familia yako Mukesh Rishi. Lakini usipoweza kuja kufanya kitu kama hicho, kwa njia moja ama nyingine nitaweza kuja kupata kurejea ardhi hizi. Na wakati nitarejea ardhi hizi, mambo yatakuwa sio mazuri kama venye ambavyo wafikiria yataweza kuja kuchomoka akiwa Mukesh Rishi. Fanya hivi. Ni baat samajh gaya. काम उम्मीद से जल्दी हो गया. उसे समझाओगे ना? इकलौता बेटा है शायद. Nataka uende uonye kijanako. Umwambie kwamba na kweti au achane na biashara na babangu kaweza kuja kuchukua. Na leo hii nimekuonya. Leo hii ni onyo tu na mbona nikakupa. Gaye manze kwani unaenda? Akawafahamisha manze naenda. Akaabua goja ukunywe kachai. Akaambia Mukesh Rishi, tazama. Nikakwambia kwamba na kweti bibi yako na bintio wataweza kuja kuniomba niweze kuja kukula chakula cha ardhi na nimeweza kuja kududa kukuonya. Sasa lile jambo mtazamaji liliweza kuja kumtua baya mbovu na likaweza kuja kumtisha mjinga kwa jina la Mukesh Rishi. Usko zyada chal vichad. Ndio huyo kijana ke Mukesh Rishi. Zaidi kijana kwa jina Radha. Sasa mtazamaji, mara moja Radha aliweza kuja kufahamisha bodyguard wake mdogo wake ya kwamba na kweti tunafaa kwenda kufanya kazi fulani na boki ripenda huyu kijana akaweza kuja kupata kufanywa hapo kupatiwa hapa. Lakini punde si punde yule bodyguard wake kijana kwa jina Radha aliweza kuja kupiga mawasiliano. Akambuya kwamba na kuti kuna kijana kwa jina la Mahesh Babu na ambaye akaweza kuja kudunda upande wa New Delhi na akadunda hapa kuweza kuja kunitisha. Nataka sasa bila kumtumia kijanangu uweze kuja kuchukua magaidi wangu muweze kuja kudunda mahali ambapo Mahesh Babu aliyopo na mara moja muweze kuja kuhakikisha kwamba na kuti Mahesh Babu ataweza kuja kupata kuiaga dunia. Tafadhali. Kwa kutishwa na ambako Mukesh Rishi akatishwa, aliweza kuja kutuma magaidi wake waweze kuja kupata kumwangamiza nani? Kumwangamiza kijana wetu Mahesh Babu. Barabara kabisa. Haya, sasa mahali ambapo mwanzi wetu Shurti Hassan aliyopo. Shurti Hassan aliweza kuja kupiga mawasiliano na Vinela Kishore. Vinela Kishore akamfahamisha unajua ni asaje? Vavara inataka tuoane. Ama kuna harusi na ambao kuna watu ambao wataweza kuja kupata kuoana. Na kwa hiyo sababu nataka tuweza kuja kududa ardhi hizo, nikubaie kwanza kahawa. Maza akafahamisha, sikiza, mimi sitaki kahawa. Akafahamisha unajua ni asaje Shurti Hassan? Wewe uko na miaka 25 na mimi niko na 38 na sinaga mtu tunaweza kuja kupendana. Haya, pale Kishore akaweza kuja kudanganya jamaa wetu Mahesh Babu ya kwamba na Shurti Hassan akaweza kuja kukubali sasa. Lakini kidogo hivi Mahesh Babu alipiga mawasiliano akaambiwa, kal sham ko mere mazee kuna harusi ambayo inafanyika, zaidi harusi ya beshte yangu. Naomba tuweze kuja kupata kudunda harusi hizo at least kwa hiyo harusi. Aya. Kishore akaona okay, mimi nakataliwa wewe nakubaliwa, si ndio? Kwanza kufahamisha okay. Kwanza nataka tuweze kuja kuchomoka hapo. Mwanzo iliweza kuja kuniomba moyo mkunjufu at least tunaweza kuja kupata kudunda na wewe Mahesh Babu. Okay, nenda ukiwa na furaha. Nenda ukiwa na furaha shasha. Kumbe zile nyakati za siku mtazamaji, maskini Mungu jamaa wetu Mahesh Babu aliweza kuja kupata kumchukua mwanzi wetu Shurti Hassan. Na mtazamaji ushike na ushike tena, bado Mahesh Babu hajafahamisha Shurti Hassan kupenda abana. Yuamchukulia Shurti Hassan kama beshte yake shasha. Lakini punde si punde shasha, zikiwa ni zile nyakati siku nyuma yao waliweza kuja kuona wale magaidi wake Mukesh Rishi shasha.
magaidi wake mkeshirishi wako nyuma yao, na kwanza unamtaka jamaa wetu Mahesh Babu. Haya, sasa kidogo hivi walidunda kwa ile ukipenda harusi sasa. Lakini makosa ni kwamba nakuti mtazamaji bado upande wa Rivasha. Jamaa wote kitazama nyuma anachikia kwamba nakuti bado magaidi wanadunda. Ile kitu gikoremeni. Maze tutamugoga karithi kogo Haya, sasa jamaa kutazama kuchikia kwamba nakuti magaidi wanadunda. Akaulizaje manzi, Varai, iko wapi choo? Manzi nataka kwenda choo. Atirisi nifahamisha mahali ambapo msalani paliopo. Akaambiwa okay. Utaenda hivi upiga kona na kisha uteremke. Haya, jamaa alichomoka. Sasa magaidi kuchikia kwamba nakuti jamaa wetu yachomoka. Mara moja wakaamua kumfuata nani? Mahesh Babu. Barabara. Waliokuja kumfuata kijana wetu Mahesh Babu. Kufika hapa sasa mtazamaji wakamkosa Mahesh Babu. Ngoja. Cheki maneno. Angalia sura mambo ndugu brother wapenzi mtazamaji. Mwanzo kidogo hivyo kimtafuta. Jamaa tuliweza kuja kudunda akafika mahali na ambapo bodyguard wake Radha aliyopo. Akaambia bodyguard wake Radha, sikiza. Tuko kwa harusi na mboni ya wenyewe. Na kwa hiyo sababu Vavarai sitaki kuharibu harusi ya wenyewe. Nataka tufanye hivi. Tutafute mahali na ambapo ni pazuri. Mahali na ambapo huende tutaweza kuja kupigania muda na wakati mwinginepo. Nini? Maze lazima udedi. Mahesh Babu kamfahamisha tafadhali. Sitaki tuharibu reception ya wenyewe. Sitaki tuharibu harusi na mboni ya wenyewe. Manze, nataka tutafute mahali penginepo. Akaabua ni olimo. Lazima mtu aweze kuja kupata kuyaga dunia. Na kisha unajua ni asaje. Magaidi watachomoka nyanja zote shasha. Lakini kusema uweze kuja kumpepeta kijana wetu Mahesh Babu. Kusema uweze kuja kupata kumpepeta Mahesh Babu. Brother, hiyo ni kuwa na ndoto za mchana. Alimkamata Karudo. Ni ukanyita Karudo agua. Na kisha kafahamisha, sikiza. Babangu, mamangu, dadangu, mimi, ndugu zangu, ndio nguvu na ambayo nilio nayo. Na maze kujaribu kubonga kuhusu familia yangu. Eti kuweza kuja kupata kufanyia familia yangu maovu. Hapo ndiko mahali ambapo mtaweza kuja kupata kujiroga. Ndio huyu Mahuria, jetagwa Mahuria. Ndio kienda kwa Mahuria. Mahuria alihulio. Cheki Mahuria bingirisho kama santuri. Na goja, hakuna kuchafua harusi ya wenyewe. Chapishwa. Watu kipita ngoja wadeka adhuti. Nikutengeneza suti. Goja. Magaidi ni kweli wanadunda. Sasa jamaa wetu wana hadi na Saidongi. Wewe na kuona na kuona hadi na Saidongi kutazama aone murata meni huyu ni rafiki jo kuja kifade hii kwanza nipate kuja kumalizana na wewe kamata Karudo na kisha kwenda kabisa kaa chini tulia wacha nitulie jamaa tulia hapo na kisha na maana jamaa wetu Mahesh Babu Firifo kisha Firifo kwenda gongo pause kama toa ndeke sisi ni mabeshi ni mapozi ni mapozi tu haya na kisha na maana kwenda kabisa Karudo na kisha kama nyuire tena yatia kwani walikunywa pombe mapema aje wakarara cheki jamaa wetu bado akacheki gaidi fuata nyuki kule asali gongo akapita kama kipepeo na kisha jamaa wetu akatamboroka shasha akaona wengine watatu na hapa kuna familia ambayo inadunda shasha. Sasa aligundua hawa kwanza ni kupita nao mbio at least wale wakifika wapate kwamba na kweti hawa wote washaweza kuja kuonoka ndo. Cheki jamaa wetu Mahesh Babu kijana wetu Mahesh Babu shasha kijana wetu Mahesh Babu kwenda kabisa nyangao na kisha nikaratu guthodekaga unaona nikiatu nikuwa natengeneza mimi hata sijeguza mtu Vavarai all clear kazi all clear kivipi akaambuka sikiza Vavarai kana kwamba ungaliweza kuja kucheza na mimi na kukosa kucheza na familia yangu mimi singaliweza kuja kuchomoka nikiwa na ubaya na nyinyi you made a mistake ulifanya makosa wakati ambapo kadai kubonga kuhusu na familia yangu na kuonya na kufahamisha hivi sitaki kujua mahali ambapo magaidi watajomoka lakini ukweli na hakika ni kwamba na kweti hiyo ni onyo tu. Sasa alirudi kwa manzi manzi kwa ulikuwa unakuni ya mkojoro umekaa sana kwa choo haya sasa mara moja uliweza kuja
kuchukuana atiriswa dunda kwa yule manzi ambaye alikuwa yupata kuja kufanya harusi ni zenye hizia barabara na kisha na maana ili kama kawaida akufae kwa thikindie rafiki wakaweza kuja kupata kumba mtazamaji waweza kuja kupata kudunda hizi zaidi mahali ambapo kama zikalikuaga wapate kuweza kuja kushirikia pamoja lakini jamaa wetu Mahesh Babu leo mtazamaji ni kama kawaida hauwezi ukatulia na manzi kwa muda wa siku 2 siku 3 hivi na sio dadako na ukose kufilia kwamba na kuti mapenzi yanakupata हाय काफी दिन बाद मिली कैसे हो haya kishi kidogo hivi kuna mama ambaye aliweza kuja kukuingia kwa fahamishaje we sisi tuliweza kuja kuadapt mtoto haya na kisha mama akafahamishaje huyu naye anajulikana kama vile Harsha Eloni jina lake Mahesh Babu la sinema इस साल का स्कूल में एडमिशन करवा akulizo huyu mtoto ni wako mama akamfahamisha mimi sinaga uwezo kupata mtoto na nikaweza kuja kupata kumadapt mtoto mmoja hapa हम फिनांस lakini maza kafahamisha magari ya ligi jaribu tena maana kiwezi kasema ya kwamba nakusiwezi pata mtoto bado wewe ni mwanamke ambaye ni strong na kwa hiyo sababu unafaa kujaribu tena na tena na huenda kwa moja alimu yake Mwenyezi Mungu at least ukaweza kuja kuchomoka ukiwa na ukipenda mtoto ambaye ataweza kuja kuchomoka akiwa ni mtoto wako hapa jaribu tena na tena सीधा चलो चलते हैं haya lakini mama alimfahamisha sikiza wakati ambapo kuna uwezo unafaa kuja kuadapt kitu ambacho unakipenda na zaidi mtu ambaye hana hali yake ya kawaida zaidi hana uwezo kuweza kuja kuchomoka akiwa mtu ambaye yuko na uwezo wake pale haya we Vavareju unasema watu adapt watoto wewe utaadapt wangapi इसी तरह बोलने से we ati adapt mtoto mimi nitapata watoto wawili ama watatu ama huenda wanne पहले शादी करके एक पैदा कर लो उसके बाद मैं तुम्हें exactly na baada ya hapo kana kwamba nitakuwa na uwezo huenda nitaweza kuja kutafuta katoto ambako nitaweza kuja kupata kukaadapta baadaye mtazamaji jamaa wetu Mahesh Babu anaweza kuja kupata kuchukua manzi design kama hiyo na kumpeleka moja kwa moja hadi kwao nyumbani lakini utakubali na mimi nikakufahamisha mtazamaji ya kwamba na kuti Mahesh Babu ameanza kumpenda manzi wetu Shuruti Hasana lenye tunaogopa kuweza kuja kufahamishana mtazamaji jamaa wetu anaogopa kuambia manzi na kupenda ni manzi kama kawaida anaogopa kuambia jamaa wetu anampenda mwanzo huenda jamaa ataweza kuja kupata kumbeba vibaya haya we manzi wewe ni hadi sama तुम अच्छे हो अच्छा ndani ama nje बहुत अच्छे हो manzi kafahamishwa na Jonia Saji wewe ni mrembo ndani na wewe bado ni mrembo nje barabara kwa ufupi mtazamaji hawa watu wanapendana vibaya tena zaidi lakini sasa makosa ni ya kwamba na kweti kiwa wote wanaogopa kufahamishana ya kwamba na kweti kuambiana ya kwamba na kweti wanapendana hapa niliwa kama kawaida mtazamaji kwa movies za Kihindia mahali popote ambapo kuna mapenzi kangoma katamu tuweze kuja kupata kuchomoka tena ardhi nyuzo mtazamaji na moja kwa moja tuweze kuja kupata kudunda ardhi nyizi na tukuingilia upande wa Dendero shasha kuchile kijiji upande wa Dendero mahali ambapo tukaweza kuja kupata kwamba na kwetu kuna gaidi atambulikana kama vile ukipenda Sampadhi Raja kumbe licha kwamba na kutona kijiji wanali design kama hiyo Sampadhi Raja aliweza kuja kukata Abadan Katena na akakata kuweza kuja kupata kuchomoa kampani yake ambayo iko ardhi nyizi ya kutengeneza pombe नहीं हुई तो हम क्या करेंगे na kumbe ile kampani ambayo unasikia mtazamaji na kutengeneza pombe ndio kampani ambayo imekuwa ikisababishia wanakijiji na zaidi kaweza kuja kupata kusababishia wanakijiji wengi tena zaidi wakapata kuja kuyaga dunia shasha sasa mara moja yule jamaa kujina na Rayana ambaye ni kama chifu chile kijiji aliweza kuja kupata kuduna kubonga bonga na mjinga kwa jina la Sampadhi Raja akamwambia tafadhali mazee naomba uweze kuja kupata kuondoa hizi burungo mwanzo zinaleta mambo ambayo ni mabaya lakini jamaa aliweza kuja kusema unajua ni yasaje dakwilo Vavara sitaki mtu ambaye anabonga bonga kinyume na mambo ambayo anayataka na kisha hiyo mito ambayo mnasema ya kwamba nakutina kauka inakauka kuchomoka kwa zile chemical ambazo zinachomoka ndani ya kampani zangu nataka muweze kuja kunipa hayo mashamba yenu yote na kila mmoja aweze kuja kupata kuchomoka ardhi hizi na kwenda kabisa sasa cheki mtazamaji kama kawaida kwa chile kijiji cha Dendero sasa watu huwa wanachomoka na huwa hawarudi sasa tena hapa kuna familia zingine na ambazo mtazamaji zimemweza kuja kupata kuchomoka ardhi hizi na kwenda kutafuta mahali ambapo huenda kwa maji aliwa yake Mwenyezi Mungu wataweza kuja kupata lishe bora na kupata maisha ambayo ni mazuri bwana chifu aliweza kuja kujaribu kuomba yule mmoja kwa jina na Rayana aliweza kuja kujaribu kuomba design kama hiyo lakini wakakataa Abadan Katena mtazamaji na kisha hatimaye wakamoya kwamba na this time round wataweza kuja kuchomoka manzi tulikuwa 520 na sasa manzi naona kama tuko 518
Alo. Ole ndrona gugithie na mbele. Venye naona mambo yakielekea hapa. Naona Yakoba na kutipia kakaduka nitaweza kuja kupata kukafunga. Oye. Ni kwa mashida na bwana mtazamaji yanafanyika na zaidi yanafanyika kwa hichi kijiji. Ati barabara. Haya, tuweza kuja kupata kuchomoka kwa hicho kijiji tena mtazamaji. Mwanzo kwa picha letu tunaenda na story mbili tofauti. Story yake Gaido kujinena Sampath Raja na zaidi jamaa wetu Mahesh Babu hapa. Haya, tuweza kuja kurejea mahali ambapo manzi wetu Shuruti Hassan aliyopo. Manzi kwa jina ya Shuruti Hasana. Kumbe wakati ambapo nasoma kwa People Daily ya siku hiyo mtazamaji, wakaweza kuja kupata kwamba na kweti Mahesh Babu ni muda na wakati ambapo Shuruti Hasana kaweza kuja kupata ya kwamba na kweti Mahesh Babu ni mwanawe Jagapathy Babu. Ni Jagapathy Babu ni multi-billionaire na ambaye huwaga anaishi upande wa Mumbai, India shasha. Cheki maneno. Na manzi kuweza kuja kupata ile ripoti mtazamaji. Maskini wa Mungu manzi kuweza kuja kupata ile ripoti. Akashtuka vibaya tena zaidi ya. Na kumshtuka namba kaweza kuja kumpata maskini wa Mungu manzi Shuruti Hasana. Akaanza kumuignore. Akaanza kujifanyia kwamba na kweti hamjui maskini wa Mungu jamaa wetu Mahesh Babu. Cheki wakidunda pale shuleni mtazamaji. Kama kawaida manzi alikuwa yeye bebo na Mahesh Babu. This time round hata kijambo lote kuhusiana na jamaa wetu Mahesh Babu. Swali ni je, kwani huyu naye Jagapathy Babu naye ni mtu wa aina gani shasha? Maana kimanzi kuweza kuja kupata tu ya kwamba na kutibu Jagapathy Babu. Kupata kwamba na kutibu Jagapathy Babu ni babake ukipenda maskini wa Mungu. Mahesh Babu aliyemoya kwamba na kutika sasa hivi hata kistori zote kuhusiana na Mahesh Babu. Cheki. Jamaa kijaribu kupigia manzi mawasiliano. Manzi kipigo mawasiliano design kama hiyo. Amini usiamini anakata simu. Mwadhani. Imagine jaweza kuja kukorofishana na jambo lolote. Hakuna lolote mbaya ambalo kaweza kuja kupata kuulizana, lakini kwa sasa hivi bado wazidi kufanyana maovu. Mahesh Babu. Haya, sasa wakati mmoja aliweza kuja kutulia kumungoja maskini wa Mungu manzi Shuruti Hasana, akaweza kuja kumuulizaje manzi. Alright, iko shida gani? Manzi akafahamisha niko fiti na hakuna kitu kibaya. Jamaa akafahamisha I love you. I love you. I love you. Ati Jamali mfahamisha ndio nakupenda. Natingia wakati ambapo nikaweza kuja kukuona muda na wakati wa kwanza. Ndio wakati ambapo sasa mambo ndani ya moyo wangu, ndani ya maisha yangu yaliweza kuja kupata kubadilika. Kuna kitu kizuri ambacho kimekuwa kikifanyika ndani ya maisha yangu. Hadi wakati ambapo nikaweza kuja kukupata Shuruti Hasana. Kwanza wakati ambapo nikaweza kuja kukuona, naona ya kwamba na kutu mambo yangu yaenda vizuri tena salama wa salimini. Kila wakati nikikuona Shuruti Hasana, moyo wangu huwa unapiga konde. Na kwa ufupi nakupenda na nakupenda na roho yangu yote. Sijui kosa ambalo nikaweza kuja kukufanyia na hata sijui jambo ambalo nikaweza kuja kufanyika hapa. Lakini mazi nimfahamisha sikiza. Kaona kwamba ni kweli babako ni Jagapathy Babu, mimi na wewe hakuna wakati ambapo tutaweza kuja kuchomoka tukuwa bibi na bwana. Manake wewe hata ujui kwenu. Na wewe washi yale iloko. Jamaa akasema nilisikiaga wakati mmoja ya kwamba na kweti babangu alikuwa ameweza kuja kuchomoka kwa kile kijiji upande wa Dedero. Akaambiwa ndio. Na sasa kana kwamba babako akaweza kuja kuchomoka upande wa Dedero. Babako na babangu ni watu ambao wanachukiana kama maji na petroli. Babako wakati mmoja alikuwa ni mwokozi wa kijiji, lakini one time akaweza kuja kupata kuumana vijana ambao kakaumana, na babako na babangu wakaweza kuja kuchomoka kwa kama maji na petroli. Babangu ni mmoja kwa jina na Rayana. Na Rayana ambaye bado yajaribu kuweza kuja kupata kwa kule kijiji ambacho ni chetu. Na kwa muda ambao kaweza kuja kupita, ugomvi ambao yuko baina ya babako na babangu, siamini kwamba na kutuenda mimi na wewe tukaweza kuja kuchomoka tukiwa bibi na bwana. Na pale maskini wa Mungu manzi wetu Charu Shuruti Hassan jina lake original mtazamaji, akaweza kuja kupata kujipa miondoko. Ndipo sasa jamaa wetu walianza kuwaza ati Dedero. Sasa niulize huko ni mahali ambapo kumetedera ama huko ni wapi? Jamaa alianza kuwaza akijiuliza, je, kwani hicho kijiji ambacho kaweza kuja kukisikia ni kijiji cha aina gani shisha? Jamaa wetu Mahesh Babu barabara kabisa. Na kubena Jagapathy ukipenda Jagapathy Babu kapata kwamba na kweti kwa ile contract ambayo yule kijana kwa jina Radha alikuwa yotaka kuweza kuja kuitekeleza. Kwa ile contract amini usiamini kampani yake kaweza kuja kupata ile contract. Akauliza, je, nani ambaye kaweza kuja kufanya kitu kama hicho? Kila mtu ambaye alikuwa yuko arazinyiza mtazamaji akadija kwamba na kuweza kuja kupata kushuhudia wala kujua mtu ambaye kaweza kuja kufanya jambo kama hilo. Mwadhani nani ambaye kaweza kuja kutekeleza kitu kama hicho? Unaona?
alianza kuuliza yule mzee kwa jina la Jagapathy Babu, lakini kidogo hivi aliweza kuja kuduna mahali na ambapo Harsha aliyopo. Akamwambia sikiza, kuna kitu ambacho sio cha kawaida na ambacho kikafanyika, na najua ya kwamba Nakuti ni mtu mmoja tu. Ni mtu mmoja tu ambaye anaweza kuja kufanya kitu kama hicho. Najua ya kwamba Nakuti ni wewe Harsha. Wewe ndiye ambaye kapata kuja kuokolea babako. वो लोग हमारी कंपनी का टेंडर कोड जान जाएंगे। Yeah. Ni wewe ambaye kaweza kuja kupata kuokolea babako. Kijana wetu alidai ndio. Kijana wetu aliweza kuja kudai ndio. कॉन्ट्रैक्ट मिल गया Na lenye tu na bora najalisha ya kwamba Nakuti kampani yako dadi ikaweza kuja kupata ile contractor. Akamwambia nilijua tu ya kwamba Nakuti mtoto wa simba ni simba. Mtoto wa mtu ambaye kuna pesa kama hizi lazima aweze kuja kuchomoka akiwa na pesa kama hizi. Ndio ya kwamba Nakuti mtazamaji Harsha, muda wako kuweza kuja kupata kufika kuweza kuja kuchukua kampani. Mara moja utaweza kuja kupata kuchukua hizo kampani. Enjoy, relax. Na kisha kabla kijana yake unajua ni yasaje? Kwa venye napo sasa kuweza kuja kupata kuniokolea. Relax, enjoy na kila kitu ambacho nakitaka. Mimi kama babako nitakupa. Ukitaka kwenda Kenya kutulia, nitakupa kile kitu ambacho nakitaka hapa. Disho alikugira mahali na ambapo Disho aliyopo. Leo ni jamaa ambaye nikakufahamisha Devi Prasad jina lake original. Akamwambia sikiza. Wavarai. Hakuna mtu ambaye anakujua kwa hii familia, ukaweza kuja kupata kulitoka kwa hii familia. Na kwa vile nakuona, nikana kwamba kuna information ambayo najaribu kuweza kuja kupata kutupa. Zaidi information kuhusiana na babangu. Na huenda jambo baya likiweza kuja kupata kufanyika. Akiangai, mazee unajua ni yasaje. Tutaweza kuja kupata kuangaliana na wewe Devi Prasad. Na jamaa wetu Mahesh Babu akaweza kuja kuchomoka. Wacha hivi. Kaidi kwa jina radha zaidi kijana yule Mukeshirishi aliweza kuja kupata ripoti ya kwamba Nakuti Mahesh Babu akapata kuja kusaidia babake na Deshtem Raunda, akaweza kuja kupata ile contract. Wana very big I mistake shasha. Kuweza kuja kupata ile ripoti mara moja mtazamaji, akaweza kuja kuambia bodyguard wake unajua ni yasaje. Kana kwamba ni yule kijana ambaye kaweza kuja kusababisha hivyo, anafaa kuweza kuja kupata kuona kando. Akaabua sikiza. Usifikirie kwamba Nakuti mambo yameanza leo hii. Kijana aliweza kuja kuchomoka upande wa Mumbai, akakuingilia upande wa New Delhi, mahali ambapo babako aliyopo. Akaweza kuja kumuonya babako. Ate akaonya babangu, akaambiwa ndio. Aliweza kuja kupata kuonya babako na akaambia babako kijaribu kuweza kuja kupata kucheza na familia yao, mara moja ataweza kuja kupata kuiaga dunia hapa. Na mtazamaji, wakati ambapo yule radha alikuwa yochomoka, kuna kitu ambacho kiliweza kuja kufanyika. Mtazamaji, nitaweza kuja kukuonyesha hivi karibuni. Mwanzo muda na wakati wenye huo, wakati ambapo radha yochomoka kwenda kumtafuta kijana wetu Mahesh Babu. Naye Mahesh Babu aliweza kuja kupata kuchukua baisikeli yake design kama hiyo, na moja kwa moja aweze kuja kuchomoka upande wa Mumbai India, aweze kuja kupata kuelekea Wanonwana hadi upande wa Dederu, zaidi kijiji ambacho yataka kuweza kuja kudunda, akiwa na imani ya kwamba Nakuti ndicho kijiji mahali ambapo kijana wetu Mahesh Babu akaweza kuja kupata kuzaliwa muda na wakati wa kwanza. Mdogo taratibu tena puzi kabisa, kijana wetu Mahesh Babu akiwa na kabaisikeli kake design kama hiyo, yuachomoka kireke pale kwa bus station zaidi mahali ambapo atachukua turaga na ambazo huaga zinaelekea upande wa Limuru, ikuje kimtupa pale upande wa Dederu. Okay barabara alisura mambo dugo baradha wapendezmaji, manake kijana wetu Mahesh Babu alizidi kutambaa na kutambaa design kama hiyo, akitaka kuja kuona kijiji mahali ambapo kazaliwa. Na wasikia kwamba na kitiko chile kijiji wakaweza kuja kupata kuchomoka muda na wakati ambapo kijana wetu Mahesh Babu alikuwa bado yungali mtoto mdogo hapa. Alright. Kijana aliweza kuja kuchomoka design kama hiyo mtazamaji, na Wanonwana akaweza kuja kupata kuchukua zile turaga. Hizi sasa mtazamaji ni turaga za kwenda Limuru barabara. At least iweze kuja kupata kumpeleka Wanonwana hadi mahali ambapo sasa mtazamaji huenda ataweza kuja kupata ule mji ama katauni ka kijiji katambulikanako kama vile Dederu barabara kabisa. Na mtazamaji, tupelekana vizuri tena zaidi ya wakati ambapo jamaa wetu Mahesh Babu kaweza kuja kuchomoka design kama hiyo, amini usiamini, na yule mjinga kwa jina la Harsha pamoja na magaidi wake design kama hiyo waliweza kuja kupata kuchukua
walikuwa wameitisha. Ni ile miti ikaweza kuja kupata kududa mahali na papo gaidi kuaga. Cheki sorora mambo dogo brother wapenzi watazamaji. Manake kuweza kuja kupata kududa mahali na papo gaidi kuaga. Mara hiyo wakaweka Mogiki. Na kisha hatimaye wakadundo pande wa ndani, lakini mtazamaji kuweza kuja kupata kudundo pande wa ndani kinyume cha matarajio kila mmoja ambaye yuko RZJZ. Hawakuchomoka na kijana wetu Harsha, mbali waliweza kuja kuchomoka na wanaume watatu, na wote kati ya wale wanaume amini usiamini walikuwa ni wanaripota hapa. Cheki angalia sura mambo ndugu brother wapenzi watazamaji. Mwanzo kaliumanaji wakati ambapo yule Harsha alikuwa yochomoka, aliweza kuja kupigiwa na uncle yake mawasiliano. Na kumbe uncle yake ni Sampadhraja na Benigaidi upande wa Dederu. Akawaambia sikizeni, kuna wanaripota ambao wanachomoka kwa hichi kijiji wakiwa na information ambayo huenda itaweza kuja kusababisha kampani zangu za kutengeneza pombe ambao ni mbaya ziweze kuja kupata kufungwa mara moja. Shisha. Na kwa hiyo sababu naomba muweze kuja kupata kuona kando ni kitu na ruonaru sasa. Kumbe sasa tena wakati ambapo nafuata wale wajinga punde si punde ikawa na habari ya kwamba na kutimuda na wakati wenye huo ni wakati ambapo tena tiraga mahali na ambapo kijana wetu Maheshi babu aliyopo ya pita ara zenyizi wakapata ya kwamba na kuti barabara ikafungwa. Shisha. Cheki mazee, unajua ni asaje, nataka hiyo information yote ambayo mko nayo zaidi kuhusiana na uncle yangu. Leta biombio Nyang'au, leta biombio hizo information zote ambazo mlizonazo zaidi kuhusiana na familia yangu hapa. Lakini wakapo sikizeni, huenda kwa hiyo mtaweza kuja kutufanyia madhambi, lakini one time in order the other one kutaweza kuja kuchomoka mwingine na baya tatusaidia. Sasa jamaa watu walidunda akawaambia mnajua ni asaje, we ondoeni gari nipite mwanzo, sisi ni kwenda tunaenda kwenda kabisa. Elo sasa naye Harsha hamjui jamaa wetu nani Maheshi babu. We toa sura hapo Nyang'au kwenda kabisa. Kidogo hivi gaidi moja alichungulia akamjua Maheshi babu. Mwanzo anakumbuka venye nabavo kapepetwa na Maheshi babu. Akambiaje Harsha, dogo ndio yule mwenye napai tulikuwa tunaenda kumwangamiza amejileta hapa. Sasa tunaua watu waine. Wacha Harsha hajisikia ya kwamba na kutu ndio mtu ambaye alikuwa anamtafuta. हमारी पिटाई से Ya jamani ambaye tulikuwa tunafaa kwenda kumwangamiza wakati ambapo uncle yako kapiga mawasiliano. Haya. Si yako lile washo mgoda. Yani sasa wewe ndiye ambaye tulikuwa tunakutafuta ukajileta. Sasa jamaa aliuliza mnanitafutia nini? Niliweza kuja kudunda mahali ambapo babako alikuwaga. Nikamuonya na nikakumwambia aweze kuja kupata kukuonya. Tafadhali fanya hivi. Mimi sina ugomvi na nyinyi. Sina shughuli yote ambayo mnaifanya. Tunataka tu kuweza kuja kupita tuendelee kwa safari ambazo tunaenda. Nenda chomo hiyo gari niweza kuja kujipa mashughuli. गाड़ी छोड़ तुझे इस दुनिया से Akaambiwa pia wewe Vavara utaweza kuja kupata kuyaga dunia. Hata wewe lazima utaweza kuja kupata kudedi kwa makosa ambayo mkaweza kuja kuifanya. Guide akatumwa. Lakini kutuma ndio wanatuma ndio. Sikatai. Unagongwa, unabingirika kama Santori shesha. Atekana. Cheki, unagongwa dugo brother wapenzi watazamaji. Mara hiyo unabingirika na kwanza unabingirika kama Santuri. Unagongeshwa mtazamaji na kurukoga kumenyesha. Mazi unatoka kavumbi. Jamaa wetu Maheshi babu. Cheki, salale jamaa kwa jina la Maheshi babu. Loloyo yai. Atekana. Jamaa wetu Maheshi babu hapa. Jitu kwa jina la Maheshi babu. Ndi kupita na wale wajinga. Ndi kupita na wale wajinga mtazamaji. Ai, na kupita na wao design kama hiyo. Siri Mandhudu sehemu ya kwanza. Akawa hapa bashini kwenye kipindi cha Mashamshama. Picha letu Siri Mandhudu sehemu ya kwanza. Akawa hapa bashini kwenye kipindi cha Mashamshama. Na kisha jamaa wetu Maheshi babu. Oka kijana. Kijana ndakwiro. Cheki sasa mujika kujina Harsha eti niweze kuja kupata kujiholia. Unajiholia nani? Huyu jina lake Maheshi babu. Na wasikia kwamba na kutikoga na hoja na nyinyi mazemu kaguza mahali na baba huaga hapendi kuguswa. Cheki jamaa wetu Maheshi babu anapitishwa design kama hiyo, na kwanza anapitishwa na ukuto kwa we Vavarai tole. Sasa wale magaidi wengine walianza kuambiana tuhepe. Mwanzo raka mateke gai na papriti yo gari moshi ya gariwe mara moja. Akawaambia sikizeni,
mimi wakati ambapo mkacheza na familia yetu ndio wakati ambapo mkaweza kuja kuningisha kwa story ambazo ni zenu. Kambali na munene reke tuherie gari. Acha tuondoe gari. Wacha tuondoe gari. Sasa magaidi mbio mbio waweza kuja kupata kondoa ile gari mbio, zile gari mbio mbio. At least jamaa tuweze kuja kupata kupita. Wasikia kwamba naye jamaa tumeweza kuja kuapea kwa maana kweti. Mara moja yua kuingilia upande wa Denderu aweze kuja kupata story zote kuhusiana na chile kijiji. Lakini mtazamaji ukitaka kujua venye navokataweza kuja kupata kuumana, ukitaka kuona venye navokataweza kuja kuumana, usikose kutazama sehemu ya pili ya kizanga chetu. Otherwise akuwabishi ni wako Studio DJ Star. Asanteni na karibuni tena Studio. Siri Mandhudu, dakika nizo mwisho. Akuwabishi ni wako Studio DJ Star original Wakanda barabara.